Watuhumiwa wawili wamekamatwa kwa kutoa taarifa za uongo. Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga linapenda kutoa taarifa kwa umma kuhusu matukio mawili ambapo tukio la kwanza lilitokea tarehe 4/4/2026 katika soko kuu lililopo maeneo ya stendi kuu ya mabasi kata ya Kahama mjini Kahama wilaya ya Kahama. Mtu mmoja aitwaye Kisaka Elinihaki mwenye umri wa miaka 22, mfanyabiashara na mkazi wa Majengo, alitoa taarifa ya uongo akidai kuwa sehemu zake za siri zimepotea kimeujiza baada ya kuguswa bega la kushoto na Joseph Godfrey mwenye umri wa miaka 36 na mkazi wa Shunu. Kutokana na taarifa hiyo, wananchi waliokuwepo eneo hilo walichukua sheria mkononi na kuanza kumshambulia Joseph Godfrey wakimtuhumu kuhusika na tukio hilo. Polisi walifika eneo la tukio kwa wakati na kuwachukua wahusika wote wawili pamoja na kumfikisha Joseph Godfrey katika kituo cha polisi kwa usalama wake. Watuhumiwa wawili wamekamatwa kwa kutoa taarifa za uongo. Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga linapenda kutoa taarifa kwa umma kuhusu matukio mawili ambapo tukio la kwanza lilitokea tarehe 4/4/2026 katika soko kuu lililopo maeneo ya stendi kuu ya mabasi kata ya Kahama mjini Kahama wilaya ya Kahama. Mtu mmoja aitwaye Kisaka Elinihaki mwenye umri wa miaka 22, mfanyabiashara na mkazi wa Majengo, alitoa taarifa ya uongo akidai kuwa sehemu zake za siri zimepotea kimeujiza baada ya kuguswa bega la kushoto na Joseph Godfrey mwenye umri wa miaka 36 na mkazi wa Shunu. Kutokana na taarifa hiyo, wananchi waliokuwepo eneo hilo walichukua sheria mkononi na kuanza kumshambulia Joseph Godfrey wakimtuhumu kuhusika na tukio hilo. Polisi walifika eneo la tukio kwa wakati na kuwachukua wahusika wote wawili pamoja na kumfikisha Joseph Godfrey katika kituo cha polisi kwa usalama wake. Baadaye Kisaka Elinihaki alipelekwa katika hospitali ya manispaa ya Kahama kwa uchunguzi wa kitabibu ambapo ilithibitika kuwa maumbile yake yalikuwa ya kawaida kabisa bila mabadiliko yoyote. Tarehe 6 Aprili 2026 katika eneo la machimbo ya dhahabu Mwime wilaya ya Kahama, ambapo kijana mmoja aitwaye Makoe James alizua taharuki kwa jamii akidai kupoteza sehemu zake za siri baada ya kushikwa mabegani na abiria mwenzake Hamisi Kumalija wakati wakisafiri kwenye pikipiki. Taarifa hiyo ilisababisha mkusanyiko wa wananchi waliotaka kumshambuliwa mtuhumiwa kabla ya jeshi la polisi kufika eneo la tukio na kudhibiti hali hiyo. Uchunguzi wa kitabibu uliofanyika katika hospitali ya Kahama ulibaini kuwa mhusika hakuwa na tatizo lolote na hivyo kuthibitisha kuwa taarifa aliyoitoa ilikuwa ya uongo. Jeshi la polisi linamshikilia kwa kutoa taarifa ya uongo na hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wahusika wote wawili kwa mujibu wa sheria.